Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 28 ya mwezi wa 3 tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Tutilo Mtawa. Vitabu vinaandika mambo machache sana kumhusu Mtakatifu Tutilo. Alisoma na kulelewa katika monasteri ya Wabenediktini iliyopo mji uitwao St. Gall huko Uswisi. Baadaye alijiunga na monasteri hiyo na kuwa mtawa. Mwishowe aliteuliwa kuwa mwalimu wa shule ya monasteri hiyo. Tutilo alikuwa na vipaji vingi. Alikuwa mhubiri hodari, mshairi maarufu na mchoraji, pia mekanika, mhunzi na msanii. Zaidi ya hayo, alikuwa mwanamuziki. Alikuwa na uwezo wa kupiga kila chombo cha muziki kinachotumika kufundisha muziki. Licha ya vipaji vyake vingi, Tutilo alikuwa mnyofu na mnyenyekevu. Hakupenda kuonesha vipaji vyake ili kuvuta macho ya watu. Aliogopa kupongezwa. Baadhi ya michoro yake na idadi fulani ya nyimbo alizotunga zipo mpaka leo hii. Aliaga dunia mnamo mwaka 915 na kuzikwa katika kanisa ambalo baadaye lilipewa jina Kanisa la Mtakatifu Tutilo kwa heshima yake. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Tutilo Mtawa. Aliyepewa vingi atadaiwa vingi. Aliyepewa vingi zaidi atadaiwa vingi zaidi. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 12 aya ya 48. Watakatifu wengine tarehe 28 ya mwezi wa 3: Mtakatifu Guntram, watakatifu Rogatus na Successus, wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Tutilo Mtawa, utuombee.